Bado malumbano na migogoro ya Chadema inazidi kuendelea na kutanua mipaka zaidi. Hasa pamoja na kupokea wito wa kushiriki mkutano maalum Aprili 3, 2025, sisi wagombea wa bunge mwaka 2020 na watiania wa bunge 2025 tumeona kuna viashiria vya kutosikilizwa vya kutosha katika mkutano huo maalum, na kwa hiyo tumeamua kuandika waraka huu kutokana na sababu zifuatazo. Mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Lissu akihutubia mkutano wa hadhara mkoani Iringa ametamka wazi kuwa wote wanaoona no reform no election haiwezekani ni wana CCM pamoja na vibaraka wao. Kauli hii ya mwenyekiti tayari imezuia uhuru wetu wa kutoa maoni yetu au ushauri mbadala hadi baadhi ya maeneo na dhidi ya no reform no election, kwani kwa mujibu wa mwenyekiti wetu watu wa namna hiyo ni wa CCM au vibaraka wao. Mjumbe wa kamati kuu wa Chadema na mwenyekiti wa kamati ya chama kuchangisha fedha kwa ajili ya no reform no election Mheshimiwa Godbless Lema akihutubia mkutano jijini Arusha amenukuliwa akisema kwamba wote wanaotaka ubunge au diwani bila no reform waondoke Chadema. Kauli hii ya Mheshimiwa Lema ya kufukuza watu wenye maoni mbadala ndani ya chama haijakanushwa na chama na inazidi kuondoa mantiki ya mkutano ule maalum wa kujadili mwenendo wa no reform no election, kwani kufikia jana tayari washiriki tulikuwa tumewekewa mipaka na vitisho katika kujadili swala hili. Hivi karibuni mwanaharakati Maria Sarungi aliandika katika ukurasa wake wa X akitaka chama kiaweke hadharani majina ya wote wanaotaka ubunge na udiwani na ubani bila reform, na akatuhutumu kwa kuwa watu wanaotaka kufanya blackmail kutishia eti wantahama chama. Pia Maria Sarungi, bila kujali mamlaka ya ofisi yako, ametaka ajurishwe ni nani amewataka watiania kwenye mkutano huo maalum, maana uongozi mzima upo field, na akataka Chadema isiwahusishe watiania hao bali waache waende CCM. Kauli hizo za Maria Sarungi ambaye si mwana Chadema zinafanana na kauli za Mheshimiwa Lissu na Lema. Aidha, kauli hizi zinaingilia mamlaka ndani ya Chadema na ofisi yako imezinyamazisha kimya, huku kukiwa na taarifa kuwa mwanaharakati huyo ana mgongano wa kimaslahi wa kutaka chama kisishiriki kwenye uchaguzi wa mwaka huu kwa maslahi yake binafsi. Kauli za Maria ambaye ni swahiba wa karibu na baadhi ya viongozi wetu wakuu zinazidi kuongeza vitisho na zilifinywa uhuru wa maoni katika kikao hicho maalum, sehemu ya waraka wa G55 kwa niaba ya watiania wengine zaidi ya 200 na maafisa wa juu wa Chadema ambao majina yao wala si sahihi hazikuwemo hadharani. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.